Karibu sana mtazamaji wa Bongo Headlines. Tumekutana hapa na mwenyekiti wa tawi la Simba hapa kwa ajili ya kuzungumza naye yale ambayo yamejiri hasa kwa wekundu wa Msimbazi kutokea kwenye ule mkutano mkuu ambao umefanyika weekend iliyopita. Mzee Malinyi, habari yako? Nzuri, habari za kwako bwana? Salama, shikamoo. Marahaba, karibu. Shukrani sana. Bwana, mambo mengi sana yamejiri ambayo yanahusu Simba baada ya ule mkutano na mchezo ule uliochezwa saa moja kule Mali dhidi ya Stade Marine na kupoteza kwa bao mbili. Mambo mengi yamezuka hasa kwenye mkutano, ndipo ambapo mambo yamekuwa mengi. Kwa nini lawama nyingi zinaenda kwa Murtaza Ali Mangungu? Lawama kweli lazima tumpelekee, kwa sababu wanasema kwenye familia watoto wakiwa hawajala hawezi kulaumiwa mama, anaelaumiwa ni baba. Sawa, hata kama pengine ulikwenda kwenye mihangaiko ukupata, watoto hawajui kama ukupata, wanajua kama umepata tu. Sawa, lawama lazima wakupe baba, kwa sababu yeye baba ndio mtunza familia. Kwa hiyo malalamiko yote, kwa sababu ndio mwenyekiti wa wanachama, sawa, lazima wapeleke lawama. Lawama ya kwanza inayopelekwa, kwa sababu ukiangalia tulikuwa tuna mchezo wa tunakwenda kucheza na Stade Marine mjini Bamako. Sawa, ambao ulikuwa nao ni mchezo muhimu, kwa sababu mechi ya nyumbani tumepoteza. Ninavyojua mimi tangu kwa chini nimekuta tangu kwa chini kapita mwenyekiti Kimwaga, wamepita wakina Mzee Mwilima, sawa, wamepita kina Juma Salum, wamepita kina Mzee Dalali, wamepita kina Bamchawi, wamepita kina Kasanda, na wenyekiti wengine wengi na makatibu wakuu wengi, akina Jimmy Lamford Ngonya. Sijawahi kuona vituko kama hivi. Timu inacheza, ina mechi muhimu, hata iwe Mbeya, hata iwe Afya, akaita mkutano. Yeye kama kiongozi mkubwa, kwa sababu yeye ndio mtafuta ushindi, yeye akabaki hapa, timu ikaenda peke yake. Sawa? Kwa sababu timu inaposafiri na viongozi na jopo la viongozi, hata wachezaji wanakuwa na uoga hata kuwakemea. Umeona mpira ulichezwa juzi, kwa maana wachezaji wao wako idle tu. Sawa, wako idle, wanaweza kufanya wanavyotaka wao. Sawa, wanaweza kufanya wanavyotaka wao, kwa sababu kiongozi alikuwa tafu. Mchezaji unakuta kila siku anakosa magoli, humuiti, humkemei, wewe unachukulia kawaida tu. Sasa tumlaumu, unachukulia kawaida, alafu bado hata huo mkutano aliouitisha, vitu vingi vya kihuni vimefanyika pale. Agenda zingine zimerukwa, kama za mkutano hata agenda haijajadiliwa, imesomwa tu, haijarudishwa kwetu. Kama za mkutano huyo kaanza na taa zinazimwa, anatoroshwa. Sasa tufanyeje? Tusilalamike? Lazima tulalamike kwamba sisi ndio wenye Simba. Sawa, yeye ndio kiongozi wetu, tumempeleka pale kwenda kusimamia. Sawa. Sasa ukikuta mtu mwingine wa Yanga anakuja anasema sijui wanamlalamikia Mangungu, yeye inamhusu nini? Yeye ana matatizo yake. Watu waache sisi na matatizo yetu, maliza matatizo yetu. Kwa sababu wao wanachekelea huku kuzozana kwetu sisi, wao wanachekelea ili hivi ili wao waweze kufanya vizuri. Kwa sababu unajua tukikaa vizuri hawawezi kupiga wala wapindui watu wa Yanga. Sawa, sisi lazima tumlalamikie. Sawa, mkutano umeendeshwa kihuni. Sawa, ameshindwa kutekeleza majukumu yake. Sijawahi kuona mwenyekiti mechi muhimu hata ya ligi yeye akabaki timu imekwenda peke yake. Pengine ukiwa kama mwenyekiti wa tawi la Simba hapa Temeke, Simba Chui, nini ambacho na yeye ndio tawi lake, nini na yeye tawi lake hilo, Murtaza Ali Mangungu tawi lake toka pale chini ndio eneo lake, hili tawi lake hili, yana kadhaliwa pale kwenye hilo tawi lilipo pale mbele, hapo hapo mbele hapo, kutoka hapo kwenda kwao ni hatua 15 tu. Kama kwamba una uzoefu naye kabisa, kila siku tunaye hapa, ni mwenyeji wa hapa, yeye ni mwenyeji, yeye ni Mtemeke. Pengine maazimio yenu kama wenyekiti wa matawi yalikuwa ni yapi kuelekea kwenye mkutano mkuu? Maana unasema timu inacheza mchezo wa maamuzi, tena mchezo mkubwa, alafu huku mnaweka mkutano mkuu na wengi viongozi wakionekana wako kwenye mkutano mkuu na timu ikiwa imeacha haido kama ulivyozungumza. Pengine haya mkuyazungumza kabla mkiwa kama viongozi wenyekiti wa matawi? Tulilalamika baada ya tarehe kupangwa, sisi tulilalamika hata kabla kwenda kwenye mkutano kwamba kwa nini mwenyekiti amepanga singeairisha. Sawa, si lazima mkutano mkuu lazima ufanyike ndani ya mwaka. Sawa, angeweza kupeleka kwa sababu ya hii, kutokana pengine hapa na vitu ambavyo sitofahamu vya hapa na pale vya nchi. Sawa, angeweza kusikiliza tu. Sawa, najua kama vitatulia. Mwaka hujaisha, kwani mwezi wa 12 umekwisha huu? Mwaka wa 25 umekwisha, si ndio huu tumeanza? Baada ya kuangalia upepo ukoje, akapanga tarehe. Sawa.
Haikuwa na lazima sana kufanya siku ile. Alitakiwa yeye na wajumbe wake waende wakahakikisha wanakwenda kule ng'ado kwa ng'ado kwenda kuicheza mechi pale mjini Bamako. Timu imekwenda peke yake. Ile Stade Malien timu mbovu kabisa. Timu mbovu kabisa. Yaani katika timu nilizocheza nazo mbovu, ile timu mbovu kabisa. Kutufunga sisi tunachukia kwa sababu yeye ndio mwenyeji. Wamefanya lolote waliweza kufanya wao kwa sababu timu imekwenda bila viongozi. Wao wamemsusia kama vile timu wamemsusia magoli. Kwa nini magoli kachaguliwa kwa mwenyekiti? Au timu wamemsusia Mo wakati wao wanataka kumuondoa. Wakati huyo Mo anataka kumuondoa, alafu wamemsusia timu. Sasa tumempeleka tulimchagua kwenda pale. Yaani kuna watu wanataka kumuondoa Mo. Hakuchaguliwa. Alimchagua Tiageni na huyu mwenyekiti wa bodi, nani huyu mwenyekiti wa uchaguzi Liamwike, kwa sababu ndio alitangaza matokeo. Baada ya kutangaza matokeo tunasema ni kiongozi halali kwa sababu mwenyekiti ameshatangaza. Kwa hiyo atekeleze majukumu yale inatakiwa kwenye timu. Kwa sababu kuna vitu vingine anavileta yeye mwenyewe. Lawama hizi nyingine anazitaka mwenyewe. Sawa, amekuja kuongoza timu kiuni zaidi. Tangu amekuja Simba inafungwa mara 6 na Yanga, haijawahi kutokea. Swala la waumiza zaidi. Sijawahi kuona hicho kitu. Na hata Yanga haijawahi kufunga Simba mara 6 mfululizo kama hivi. Lazima tuumize. Maki inaonekana mwenyekiti mbovu. Mwenyekiti umeshindwa kutimiza majukumu yako. Tusilalamike. Labda tulalamike. Lakini kile kilichotokea kule Mali, kama angekuwa ni kiongozi mwenye weledi atakuwa jiuzulu tu. Atakuwa jiuzulu ili kujenga heshima yake. Alitakiwa ajiuzulu kujenga heshima yake. Lakini bado tukasema tunaendelea kumvumilia japo maneno hapa na pale. Lakini kwa style aliyoonyesha juzi, yeye ndiye amezidi kuonyesha kwamba uwezo wake wa kuwa kiongozi ni mdogo vipi. Alivyouendesha ule mkutano juzi. Sawa. Na kuchukua baadhi ya hoja zingine za wahuni wa Friends of Simba yeye kuzipokea, kushirikiana nao. Sawa, ili kutaka kumuondoa mwekezaji. Kwa sababu angekuwa mwenyekiti ambaye yuko still, angesema tujadiliane kwanza na mwekezaji. Huyu mwekezaji kaitoa Simba mbali. Sawa, yeye anawajua wahuni wa Friends of Simba. Wahuni wa Friends of Simba anawajua. Kwa hiyo amekuwa sasa anashabikia kutaka kuirudisha Simba, irudi kwenye bakuli, wahuni wa Friends of Simba wakaichezea Simba tena. Sawa, wakaichezea Simba. Sasa kitu hatukubali. Hatutakubali sasa hivi. Simba hii, wana Simba sasa hivi kila mtu anauelewa, kila mtu ana elimu. Sio wale wana Simba wa zamani. Ukija ukiwapa chai, wanakunywa chai wazee wamelizika. Sasa hivi hapana. Hatutakubali kitu hicho. Hata kama yeye anataka kubeba zigo la mavi abebe tu. Haina shida. Nasikia mlipata pilau kidogo. Pilau kapata nani? Mkutano pale. Pilau kapata nani? Kwa sababu mkutano ameuailisha kihuni. Chakula kimefichwa, wengine wamebeba chakula, watu wakula. Hadi chakula kilifichwa. Mpaka chakula kimefichwa. Nasema hivi, mimi mwenyewe nimekwenda mpaka kule naambia chakula kimeisha. Mpaka soda zimeisha. Yaani kwa sababu wahuni wake wakumbatia, hawa wenye vitu wa wilaya, hawakuchaguliwa, wanawekana wao kama wao, na yeye hataki kuitisha chaguzi. Sawa sawa? Anawakumbatia wahuni. Kwa hiyo anaendesha klabu kihuni. Simba ili ifanikiwe katika yale malengo ambayo imejiwekea msimu huu, nini hasa ifanye? Hasa kule kwenye michuano ya kimataifa. Simba ifanikiwe, cha kwanza anatakiwa kama mwenyekiti aitishe chaguzi za matawi. Na kaitoa usiache. Aitishe kwanza chaguzi za matawi zije wilaya na mikoa ili tupate watu sahihi wa kucheza mpira. Ili apate kiongozi mwenyekiti apate watu sahihi wa chini wa kucheza mpira. Sio sasa hivi wamejaa wahuni tu, hakuna mwenyekiti wa wilaya aliochaguliwa. Hakuna mwenyekiti wa wilaya aliochaguliwa. Watu wamegeuza sasa kwenye ule mwenyekiti wa wilaya, wanawekana tu pale sasa, imekuwa pale kama vile ndio sempa kula sasa. Sawa? Kuna nini unangangania? Sasa hata mpira uchezwi, wamekalia uhuni tu. Uhuni mwingi. Na yeye anaushabikia. Sasa tumlalamikie nani? Sasa tumlalamikie yeye. Sio kama tunamchukia, hatuchuki sana Mangungu. Hatuna chuki na Mangungu. Kama angefanya kazi kama tulivyotarajia, tunamchagua. Hakuna mtu asikipiga kelele. Sisi tunaumia. Sisi tunaumia kwa sababu sisi tuko karibu na watani. Sisi tuko karibu na watani. Tunatukanika, tunafedheheka mpaka majumbani, maofisini, kazi haziendi, matusi tu. Sawa? Wewe mwenyekiti upo tu, tumpeleke na lawama. Kwa hiyo tunataka kufanya marekebisho ili klabu irudi kwenye mstari kama zamani. Tupate mwenyekiti bora. Kwenye upande wa wachezaji na benchi la ufundi, una lawama upande huo? Upande wa wachezaji. Kwa upande wa wachezaji, mimi nao wachezaji nawalalamikia sana. Kwa sababu nafasi zinapatikana hawafungi. Wanafanya makusudi.
ni upuuzi mtupu. Mtu kama Mpanzu sasa hivi anacheza nini kiwanjani? Na bado unamlaumu Pantev. Unazidi kumpanga yule mtu wa nini? Mtu anaonekana kabisa huyu alisajiliwa na mtu hayupo, anamtumia kuiangusha Simba. Anazidi kumpanga wa nini? Panga wale kwa benchi wakacheze. Mpanzu anatumika na Yanga. Sawa? Mpanzu ametoka pale kwenda likizo, akasema sio kwa dai milioni 240. Yanga wakamfuata na unaweza kukuta anatembea na mkataba wa Yanga. Yale ya chama. Mpanzu sio kucheza kiwango kile. Mpanzu leo unavyomuona, wewe unaangalia mpira. Mpanzu tangu imeanza hii mashindano haya ligi kuu na haya. Mpanzu kasi yake ile ya kucheza. Kasi yake ya kucheza Mpanzu ile. Akipoteza mpira wala akimbia kabi. Yaani kama mtu hataki hivi ananyata. Hata unampanga wa nini kocha? Tumesajili wachezaji 30. Tumesajili wachezaji 30. Nafasi nyingi anapata. Kwa mfano nafasi ile pale na wale timu ya Angola Petro Atletico. Moja kapewa anatoa nje kusudi. Anapewa ya pili kesho alifesi goli, hataki kufunga, anakwenda anakaa pembeni kama kona ndiye apige ili mpira utoke nje. Sasa kwa nini si mchezaji kama huyo? Simba kubwa kushinda mpumbavu yoyote yule. Simba itabakia kuwa kubwa kushinda mpumbavu aina yoyote yule. Na hata hawa Yanga wanatuchezea sisi kwa sababu wanajua wajinga tu. Lakini kama tutakuja kukaa sawa, matawi yatafanya chaguzi. Wilaya tutafanya chaguzi, tutachagua viongozi sahihi. Mikoa sahihi. Hatapindua. Yanga atapindua. Viongozi wao wadogo sana kwenye mpira tu wa Yanga. Wadogo sana. Kama watu tutaamua kuingia front kwenye mpira, tunaingia kwenye mpira sasa. Hakuna mtu kutusumbua pale. Hakuna mtu wa mpira pale. Shukrani sana mzee Mali. Asante.